Kamengi, tuzungumze kuhusu siasa kidogo. Ndio. Kama mchambuzi wa siasa, mfuatiliaji wa masuala ya siasa, joto la siasa sasa hivi kama ni kipimo, unalipimaje? Liko juu sana. Watanzania ambao ndio wanaoamua nani awe kiongozi wana uelewa mkubwa sana, tofauti na miaka na vipindi vya nyuma sana. Kwa hiyo ndio kinachosababisha siasa iwe juu, joto la siasa liwe juu sana. Yani kama ni joto la kawaida, basi labda ni 100 huko, yani pamechemka sana. Kwa maana ya kwamba vijana wetu wamejua umuhimu wa siasa, watu wengi wanaitolea macho siasa, na watu wengi wanatamani kuwa viongozi kwenye siasa. Kwa hiyo hapo ndipo unapoweza kusema kwamba siasa na joto lake ni juu sana. Sio kwamba mamlaka na watu waliopo kwenye nafasi hawajatimiza kiwango cha kuridhisha majukumu yao mpaka watu wanatamani wachukue nafasi zao, ama watu wanatamani kufanya mabadiliko kwenye baadhi ya maeneo. Dunia hii inahitaji mabadiliko. Dunia kama dunia inahitaji mabadiliko. Kwa hiyo kuna maeneo, kwa mfano unapozungumza maeneo mengi huko kwenye makata huko, kuna madiwani wametawala miaka 35. Ni diwani na bado ana akili za nyuma sana, wakati kuna vijana wamezaliwa wanaweza tunasema conversion rate, uwezo wa kubadilisha nafasi kuwa fursa. Yeye hana uwezo huo. Wale wa mpira wanajua namna, nasema huyu ukimpa nafasi 5 atafunga goli 1. Lakini kuna viongozi ambao wanatakiwa kupewa madaraka ambao ukimpa nafasi 3 yote ni magoli. Kwa hiyo sasa vijana wanatizama hilo kwamba na sisi tunaweza kuingia kwenye nafasi tukabadilisha mambo kwa haraka. Kija kwenye ngazi ya ubunge pia unakuta hivyo kwamba wabunge wa zamani na wabunge watu wanaowaza sasa hivi kidogo kuna tofauti. Watu wanawaza kuwa na mbunge ambaye atageuka kuwa ndio ngazi ya watu wengine kupandia, ndio ngazi ya kuunganisha watu. Sawa. Ndio medium ya maendeleo kwenye eneo lake. Sio tena wale city warmer au wale wanaokwenda kuchangia tu kwenye masuala makubwa ya miradi ambayo yanakuwa yameshatajwa kwenye vyama ambavyo vimeombaliza kama ilani zao za vyama. Sawa. Chama cha Mapinduzi mlishafanya mchakato wa kumpata mgombea urais. Yes. Mapema sana. Hali ambayo wengi wameona si ya kawaida. Yeah. Nini kinaendelea ndani ya CCM wanachama? Hebu tuambieni. Wanachama ni hofu ya uchaguzi? Hapana. Ni hofu ya ndani kwa ndani CCM mnataka kupinduana? Ama ni nini? Hapana. Kwa mfano kwa ngazi kubwa ya urais, daktari na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameonesha uwezo. Akiwa kuchaguliwa na watu, alikuwa ni mgombea mwenza, amepewa madaraka makubwa, amechukua nchi kipindi ambacho kimepoteza rais aliyependwa na wengi, akaweza kuirudisha nchi kwenye ustebo wake, akaiongoza, amepokea miradi mikubwa mingi ambayo ilikuwa ndo inaanza, akaweza kumaintain cash flow ya nchi mpaka miradi imekamilika. Amestabilize maeneo mengi sana, amebuni miradi mikubwa mingine mingi na imeanza kufanya kazi. Wanachama wa Chama cha Mapinduzi tunaamini kwamba kama aliweza kufaulisha hii miradi na akaitimiza, akabuni ya kwake mingine kwa miaka 4 na akaongoza taifa hili likaendelea kuwa kama tunavyoliona, tukimpa miaka 5 ya kwake kama ya kwake akaanza nayo, huyu mama anaweza kufanya maajabu sana nchini. Sawa. Umeelewaje mchakato wa kumpata mgombea urais wa CCM mapema? Kwa nini imefanyika hivi kwa uelewa wako? Kwa uelewa wangu, watu walikuwa na hamu ya kuona Rais Samia anaendelea kuwa rais. Mkutano mkuu ndio kikao cha mwisho chenye nguvu cha kuamua katiba, kuamua mambo makubwa yote. Walivyokaa Dodoma wakasema haiwezekani, ili tutoke tumelimaliza, yani huyu tuanze kumuuza mapema kwa wananchi kwamba ndiye mgombea wetu. Hawakufikiri kwamba kuna mtu mwingine atakuja na muujiza kwa kipindi hiki akafanya kitu kikubwa. Na waunga mkono kwamba kwa kazi nzuri alizozifanya Rais Samia Suluhu Hassan, kwa kweli anastahili kupewa hawamu ya kwake ya miaka 5 full
Mungu ampe afya, tutaona maajabu kwenye masuala mengi hasa ya uchumi. Mimi kiu yangu ni kumuona mkulima wa Kahama kule analeta mchele wake siku moja masaa machache unafika hapa posta kwa kutumia SGR. Sawa. Kiu yangu ni kuiona na meli inayotoka Mwanza ikibeba mchele kwenda Mbalala Mbale kule. Na wananchi wakapata maisha. Kuna wana CCM wanasema kwamba hata baada hiyo mitano pengine apewe mitano tena. Wewe upo kwenye kundi gani? Sipo kwenye hilo kundi. Upo kwenye kundi lipi? Nipo kwenye kundi la mimi ni mtu muumini wa kuamini kwamba kiongozi anatakiwa apimwe kwa kazi zake. Tizama katiba yetu ya chama na siwezi kuwa mtabiri wa kama atafanya vizuri miaka mitano ijayo, lakini kwa namna alivyoonesha hii miaka minne aliyotumikia amefanya vizuri. Ninaamini kwamba inawezekana kabisa miaka mitano ijayo akafanya vizuri zaidi, na hatuwezi tutazungumza kipindi hicho kwamba je, amefanya vizuri. Mimi ni mtu ambaye ni kati ya wanachama wachache wa Chama cha Mapinduzi ambao tunaishi maisha ya kadi yetu. Nitasema ukweli daima, fitina kwangu ni mwiko. Kwa hiyo kama akija ameharibu, nitarudi tena hapa kwako, nitasema asipewe tena. Lakini kwa sasa anafanya vizuri, apewe, tuna imani naye sana. CCM ikiwa inaelekea kwenye mkutano wake mkuu, kuna mjadala kwamba CCM imegawanyika kwenye makundi. Wewe upo kundi gani katika hayo makundi? Siamini kama CCM imegawanyika. Hakuna watu waliotamani urais ndani ya CCM mmewawai mapema labda, ama wameukosa, wametengeneza makundi yao? Siamini, kwa sababu chama ni huru na walikuwepo wajumbe wote wa mkutano mkuu. Sijaona mwanachama hata mmoja akijitolea hata kuita vyombo vya habari kusema mimi sikulizika. Sijaona. Wapo ambao wamefanya hivyo, akiwemo yule aliwahi kuvuliwa wanachama kutoka Kilimanjaro. Alisema kwamba hakuridhika na mchakato. Na wapo ambao wanaonesha hata kwa matendo yao kwamba hawakuridhika na mchakato. Tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Wana CCM baadhi yao pia wanaeleza hawaridhishwi hata na mchakato wa kupata wagombea wa nafasi za ubunge. Haya yote uyaoni kama ni sura ya chama kugawanyika? Chama chetu kinaendeshwa kwa vikao, na naamini kama mwanachama una namna ya kufuata kulalamika kuhusu jambo fulani kwenye vikao. Sasa kama lipo hilo, naamini na nawashauri walipeleke kwenye vikao. Yaani mimi siamini kwenye uoga. Ukiwa na wanachama waoga, wanafiki ambao kila kitu wanasifia na nini, huwezi kujenga nchi. Rais ili awe rais bora anatakiwa azungukwe na watu wanaomwambia ukweli. Chama ili kiwe chama kizuri lazima kiwepo na watu ambao wanasema ukweli. Kwa mimi nikiwa na mawazo yangu, mimi siku zote niko huru. Nitapeleka mawazo yangu moja kwa moja kwamba mwenyekiti, hapa bwana sio sawa. Sasa kama kuna watu wanafukuta hata urais hawafai. Watu waoga hao wanaweza kuongoza nchi. Nchi hii itaongozwa na vijana au na watu wenye uwezo wa kuhoji na kusema mambo yao hadharani. Hatutaki watu wa kujificha. Sawa Kamenga. Haya, ndugu zangu, ni ndugu yangu Kamenga hapa Evans, tukizungumza naye kuhusiana masuala ya siasa. Kama nilivyosema, ni mchambuzi wa masuala ya uchumi, mwanasiasa kada kwa Chama cha Mapinduzi, lakini pia ni mwana Kagera. Tunazungumza naye kuhusiana na siasa. Tukibaki kwenye Chama cha Mapinduzi, unaridhishwa kwa kiwango gani na jinsi UVCCM inafanya shughuli zake za kichama? Kila awamu ya uongozi na mambo yake. Ushauri wangu ni kwamba lazima vijana wetu wawe watu wa kuhoji na kujenga hoja mara kwa mara. Wawe watu ambao wanaweza kuhoji na kujenga hoja. Lakini wamekuwa wakifanya hivyo, waendelee. Sisi vijana ndio tunatakiwa kuwa namba moja, kwa sababu sisi tunayo leo, tunaitizama, lakini tunayo kesho nyingi. Kwa hiyo hatutakiwi kuruhusu hali ya aina yoyote itokee. Na hata inapokuja kwenye swala la kulinda amani hii, sisi vijana lazima tuwe namba moja. Kuhoji watu wanaotaka kuharibu amani yetu, lakini kushauri viongozi wetu bila uoga namna bora ya kutuongoza kusudi kesho yetu iwe bora zaidi kuliko leo. Sasa kwa hiyo unaona wanafanya vizuri, lakini wanapaswa kukaza msuri kidogo. Kaza kwenye ujengaji wao wa hoja, kuhakikisha kwamba wanakuwa ni watu wa kuhoji pamoja na mimi bado mimi ni kijana.
Kwa hiyo wamekuwa wakifanya vizuri, lakini lazima tuendelee kuwa wachambuzi wa mambo. Na UVCCM kimsingi ndio ina jukumu la kujibu haya mambo tunayoyaona. Nikishauri tu chama changu kutumia vijana makini, kusimama kujibu. Kuna namna ambavyo vijana wa taifa hili wanataka kusikia ladha ya vijana wenzao wanaotokana na Chama cha Mapinduzi wanasema nini kwenye majukwaa. Ndio maana pengine unaviona vyama vingine huko vinakokwenda huko nje vinapata wafuasi wengi wa kuwasikiliza, kwa sababu vimepeleka watu wenye ladha ambayo watu wanataka kusikia. Kwa hiyo Comrade Kawaida na viongozi wangu naamini watalifanyia kazi. Lazima UVCCM izunguke nchi nzima hii, iwasimamishe vijana majukwaani, wawaambie vijana wenzao namna ambavyo nchi yetu ilipo, inapoelekea na nini kinaweza kufanyika kupitia uchaguzi unaokuja wa 25. Kwa hiyo wewe ni moja kati ya watu ambao wanaitamani UVCCM, ni moja kati ya watu wanaoitamani UVCCM ya kina Nchimbi, pengine ya kina Nape? Kwa nguvu ile. Ni kati ya UVCCM ambazo zilikuwa bora sana. Na hata ya sasa sio kwamba ni weak, lakini vijana wanataka kuwasikiliza majukwaani vijana wenzao. Akiongea Heche, akizungumza Kawaida, anamaliza hoja za Heche. Ndio Chama cha Mapinduzi kilivyoumbwa. Ndio Mwalimu Nyerere vijana aliyowatamani, na alisema nataka vijana wanaoweza kuhoji na wanaoweza kujenga hoja. Kwa hiyo UVCCM ya kina Nchimbi kweli ilikuwa ni UVCCM ya hoja. Ndio viongozi ambao leo wanafanya vizuri pia. Kwa hiyo naamini pia bado na sisi vijana wa sasa tuna nafasi ya kutizama mazuri ya wale na kuyaboresha yakawa mazuri zaidi. Kuna wanaoona kwamba Chama cha Mapinduzi hakina mvuto wa vijana. Wewe ni kijana. Ndio. Wapi CCM inakosea mpaka watu wanakuwa na dhana hiyo? Lazima vijana wa Chama cha Mapinduzi tutoke nje. Sisi ndio tuyaendeshe haya majukwaa ya kisiasa huko nje. Anapokwenda Comrade CPA Makala Mwenezi, hakikishe kwenye jukwaa lake la wazungumzaji kuna vijana wasiowapungua 3 wana uwezo kujenga hoja, wamsikilize. Anapokwenda mzee wetu Wasila, vijana wanataka kusikiliza kijana mwenzao wanayemjua anasema nini kuhusu maisha yao. Kwa hiyo mvuto unaoweza kusema ni kwamba pengine labda kama vijana wachache ndio wamekuwa wakionekana wakizungumza kwa niaba ya chama, vijana wamekuwa wakionekana wakizungumza one side, yani Chama cha Mapinduzi kinafanya kazi kubwa sana nzuri, lakini nisikitike tu kuna vijana ambao wao hawawezi kuhoji, hawawezi kusema tatizo. Wapo sehemu, lakini wapo pia vijana wazuri ambao wanaweza kuhoji, kusema tatizo, panapostahili kusifia wakasifia, panapostahili kukosoa wakakosoa. Hao ndio vijana ambao vijana wengi wa Tanzania wanataka kuwasikiliza. Hawataki kuwasikiliza vijana ambao wanaitwa machawa. Hawataki. Vijana ukiwatizama mtaani hawataki. Wanataka kuwasikiliza vijana ambao wanajenga hoja kinaga ubaga bila uoga, lakini hoja kwa staa za kurekebisha, za kusahihisha na za kupongeza. Chama cha Mapinduzi ndicho chama ambacho kina hoja za kupeleka. Hii miradi mikubwa iliyojengwa inahitaji watu wa kuisemea kinaga ubaga, sio kwa uchawa. Uliutamani ubunge mwaka 2020, ukaingia kwenye mchakato ndani ya chama, lakini hukufanikiwa. Na moja kati ya jambo mwahi kunukuliwa ni kwamba uchaguzi wa mwaka 2020 ulikuwa na rushwa ilitawala. Umeanza kuziona dalili hizo kwenye uchaguzi huu wa mwaka 2025 za rushwa na matumizi mabaya za njia ya kupata uongozi kwenye nafasi za ubunge? Sidhani kabisa kama rushwa ina nafasi tena kwenye Chama cha Mapinduzi. Kama kuna mtu anataka kuwaunga watu 8,000, huyu anataka kwenda kutafuta nini kwenye ubunge huyu? Ana pesa kiasi gani? Je, hao watu 8,000 ni wa aina gani? Hawajui umuhimu wa kiongozi? Wanafikiri 10,000, 5,000 inaweza kuwafanya wakapata mtu mzuri? Je, huyu mtu anapotoa hii milioni 500, bilioni 1, anataka kupata nini return? Anataka kuwatumikia watu? Huko zamani wabunge wakichangiwa fedha ili wagombee. Wabunge wakichangiwa fedha ili wafanye kampeni. Kwa sababu tuliamini wanaweza kuleta matokeo kwa sababu wana uwezo na upeo wa kufanya hayo mambo. Uliposema kwamba kulikuwa kuna rushwa, ulikuwa na maana gani? Kwamba waliopita na walioshinda na kuingia bungeni walitumia rushwa, ama rushwa ilikuwa wapi? Wagombea wengi
hata ambao hawakupita. Chama cha Mapinduzi kilithibitisha hilo. Kuna watu ambao walikuwa wa kwanza wakurudishwa kugombea, manake kiliwaona wametumia fedha, na hiyo ndio kongole kwa chama. Lakini kuna mahala ambako walipita wale wale ambao walikuwa wametumia rushwa na wakawa wabunge. Lakini zaidi kuna wabunge waliletwa wakiwa na nafasi za 4 ya 5 ya huko, na wakawa wagombea wa chama na wakashinda. Kwa hiyo niliposema kwamba kulikuwa na rushwa, maana yake fedha ilitumika katika mchakato mzima wa kula. Lakini baadaye kama tukio ilivyokaa, ikaja na watu wazuri kwa maana ya kuchambua kwamba huyu ametumia hiki, huyu ametumia hiki. Kwa hiyo wapo ambao walitumia rushwa na bado wakapata nafasi ya kuingia, lakini wapo ambao waliingia kwa namna ambavyo vikao vikubwa vilikaa na kuchambua vikatazama. Ulisema mwanzo kwamba umekuwa ni uchaguzi wenye joto. Yeah. Unaposikia watu wanasema watauzuia uchaguzi, nini kinakuja kwenye akili yako? Ni maneno ya kisiasa, ni propaganda. Huwezi kuzuia uchaguzi nchi hii. Nchi hii na vyama 19, vyama 18 vime qualify, vyama 17 vimesign kuweza kugombea. Alafu wewe chama kimoja utazuia uchaguzi. Hiyo ni ndoto ya mchana. Haiwezekani. Na mimi nilishauri mwanzo kwamba walitakiwa watizame na warudi mezani, waone namna bora wanaweza kupeleka ajenda zao na zikafanywa kazi. Na nilishauri mamlaka kwamba kuna haja ya kukaa na kuwasikiliza watu ili hii ladha ya uchaguzi iwe nzuri, uchaguzi ukashiriki, watu wote wakashiriki uchaguzi. Lakini habari ya kuzuia uchaguzi kwa kweli ni propaganda nyepesi ambayo inatakiwa pia ijibiwe kirahisi sana. Haiwezekani katika taifa hili ambalo lina amani kwa kipindi kirefu, wananchi wake wanafanya biashara na kazi zao za kiuchumi bila shida, wewe ukaje ukasema utazuia uchaguzi. Haiwezekani. Mimi nimetizama namna ambavyo wamepitia maboresho ya kuboresha tume ule uchaguzi. Kwa sehemu kubwa kuna mabadiliko makubwa yamefanywa. Sisemi bado hakuna mabadiliko, kuna pengine ndio tume huru bora zaidi toka chaguzi zimeanza za vyama vingi mwaka 94 na 95. Ni tume huru bora zaidi kwa Tanzania. Kwa kutizama namna walivyo unazungumzia, lakini kwa Tanzania tume huru bora zaidi kwa Tanzania ukitizama zile zilivyokuwa zimeundwa toka vyama vingi vimeanza. Sasa tatizo kubwa si kuwa na tume huru ya uchaguzi. Sio tatizo kubwa. Tatizo kubwa ni kutekeleza yale mliokubaliana kwenye tume huru ya uchaguzi. Na wangesema hivyo ningekuwa na waelewa kwamba kwani sheria ya wakala ya mwaka wa nyuma ilikuwa inasemaje? Wakala wa chama aweje? Je, hiyo sheria ilikuwa inafuatwa? Wangekuwa kwenye hizo hoja za kutaka kuona kwamba je, sheria zilizopo zinafuatwa? Hilo tu ningewaelewa sana. Lakini unaposema kwamba hata hii iliyotengenezwa haina maana. Hii ilitokea kwenye katiba ya Warioba. Sawa Kamenga. Ukawa katiba ya umoja wa wananchi, ikawepo katiba, wale wakatoka bungeni. Hawa ndio wametukwamisha sana. Vyama vya upinzani ndio vimekwamisha mchakato wa katiba. Wakatoka bungeni katika kipindi muhimu ambacho tulitakiwa angalau yale maboresho yaliyokuwa yamefanyika yaende mbele, alafu mengine yatafahamika. Wakaondoka. Habari ya kususa, huwezi kumsusia samani kutumia hivi, huwezi kumsusia ngedele shamba la mahindi. CCM ni kama ngedele. Yeye ana njaa, anataka mnapoingia kwenye uchaguzi, nyinyi wote ni ngedele. Mnakwenda kwenye mashamba kuvuna. Kwa hiyo sera zenu ndio zitakaofanya mpate kuungwa mkono. Sasa ukisema sisi hatuendi, what will happen? Wenzenu watakwenda. Kwa hiyo sisi wamewasusia ngedere. Manake Chadema wameondoka kwenye utaratibu. Chadema manake wamewasusia ngedere. Yaani wameacha shamba alafu wao wakaondoka. Nimefurahi, nimeona ACT Wazalendo wametumia kauli yangu hii ya ngedele kwamba huwezi kuachia shamba. Sisi lazima tuingie tulinde shamba letu. Uchaguzi ni hoja na sera, ni ilani. Wewe binafsi umefurahia watu kama Chadema kuonesha dalili za kutokushiriki kwenye uchaguzi, ama ungetamani wawepo? Ningetamani wawepo.
Huo ndio ukweli. Naamini kwenye kushindana kwa hoja. Kuna baadhi ya watu wametoka Chadema na wameenda Chauma. Watu hawa ni tishio kwenu kama wana CCM, na chama chenyewe cha Chauma kinawatisha pengine kwenye uchaguzi huu? Hatujajua ajenda zao na tutaangalia kama ni tishio. Sisi tunaenda kuzindua ilani yetu, tunaenda kusikiliza wale waliopewa mamlaka na chama kwenye serikali walivyofanya, na tunaenda kuzindua ya kwetu, na wao wakizindua ya kwao, sasa tunaweza tukaamini kwamba labda wana ilani bora wakawa tishio, lakini Chama cha Mapinduzi kina watu makini sana. Nafikiri ilani itakayokuja itakuwa ni tamu na Watanzania wataipokea kwa mikono miwili. Mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi unaenda kufanyika tarehe 29 na 30. Kama mwanachama, shauku yako na picha ulionayo kwenye mkutano huu utakuwa ni mkutano wa namna gani? Kwanza unakwenda kutupa ripoti, tunaenda kupokea ripoti ya kazi walioifanya wale waliokuwa wamepewa mamlaka ya kuipeleka ilani ya chama na kwenye utekelezaji. Wanaenda kusema wametekeleza kwa asilimia ngapi, lakini pili wanaenda kuzindua ilani mpya. Watu wote tuna hamu ya kuona chama kinataka kufanya nini kwa miaka 5 ijayo. Kwa hiyo utakuwa ni mkutano ambao nafikiri umebeba matumaini makubwa kwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi, ni tumaini jipya kwa Watanzania kujua kipindi hiki nini ambacho tumekusudia kufanya. Unatamani kuona nini haswa kwenye ilani itakayozinduliwa sasa? Jambo gani unatamani liwepo? Na ukiliona basi utafurahia. Namna ambavyo watu wanaweza kunufaika na miundombinu iliyopo, namna ambavyo tunaweza tukaanzisha miundombinu mipya ambayo inagusa moja kwa moja uzalishaji wa wakulima. Taifa hili na wakulima, 61% ya Watanzania wanategemea kilimo. Kwa hiyo natarajia kuona ilani ya chama changu ikijielekeza zaidi namna ya kumuinua huyu maskini mkulima ambaye bado anahitaji kuinuliwa, kulima kisasa, ili aweze kuingia katika soko kubwa ambalo liko sasa hivi duniani. Tukiwa tunaelekea kwenye mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi, kama kada wa chama, una ujumbe gani ama unataka kusema nini haswa? Habari ya vyama ni ya pili. Cha kwanza ni Utanzania wetu, amani tulionayo, Utanzania wetu. Vyama ni platform ya kuyaendea maendeleo. Chama cha Mapinduzi kimejinasibu na kimeonesha kwa dhati kwamba kinayakomboa maisha ya Mtanzania kwa muda mrefu, kwa miaka yote toka ambavyo baba wa taifa ameliacha taifa hili kwenye mikono ya wanachama wengine. Kwa hiyo ninaamini kwamba kupitia mkutano mkuu tunaweza kuona tarehe 29 na 30 utaleta picha mpya na matumaini mapya kwa Watanzania, kwamba tutakuwa na miaka 5 ya aina gani tena, ikiongozwa na jemedari wetu Rais Samia Suluhu Hassan. Asante kwa kutazama. Mimi ni Stanislaus Lambert. Asante pia kwa Abantu Media na shukrani sana kwa Isa Manoti kwenye kamera.